Simulizi ya malaika Rafaeli. Rafaeli ni mmoja malaika muhimu kwenye dini ya Kikristo. Awali ya yote, ndugu msikilizaji, karibu kwenye chaneli yetu ya Stenic Production. Simulizi hii imeandikwa na kusomwa nami Steven Machumu. Usisahau kusubscribe na kuwasha notification bell on. Katika historia ya imani mbalimbali, Rafaeli ametajwa kama malaika aliyebeba nguvu za uponyaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu ni malaika wa neema, faraja na uponyaji wa kweli. Lakini je, unajua kwamba Rafaeli ndiye alimtokea Tobiti na kumponya yeye pamoja na Sara? Tafadhali kaa tayari. Mimi ni msomaji wako Steven Machumu. Zamani za kale, katika nchi ya Ashuru, aliishi mzee mmoja mwadilifu aliyeitwa Tobiti. Tobiti alikuwa mtu wa ibada, mwenye moyo wa huruma. Aliwasaidia maskini na kuzika wafu kwa heshima, jambo lililomletea mateso makubwa kutoka kwa watawala wa wakati huo. Licha ya uadilifu wake, majaribu pia vile hayakumwacha. Ghafla alipofuka macho yake na maisha yake yakabadilika na kuwa magumu. Mwanawe wa pekee, Tobia, akachukua safari ya kwenda kutafuta msaada. Mara alipokuwa njiani, bila yeye kujua, msafara wake ulisindikizwa na mtu wa ajabu, kijana mwenye uso wa kung'aa, lakini hakuwa mtu wa kawaida. Huyu alikuwa malaika mkuu Rafaeli. Malaika Rafaeli alikuwa amejificha katika umbo la mwanadamu. Katika safari yao, wakiwa njiani, walifika kwenye mto mkubwa ambapo Tobia alitishwa na samaki mkubwa aliyekuwa akijaribu kumvuta ndani ya maji. Rafaeli alimwelekeza kumkamata huyo samaki na baadaye akamfundisha namna ya kutumia moyo na ini la samaki huyo kama dawa ya kiroho kwa ajili ya kufanyia uponyaji. Walipofika mahali ambapo Tobia alikuwa na Sara, msichana aliyekuwa anasumbuliwa na pepo wabaya, Rafaeli alitoa maelekezo muhimu, na Sara alikuwa amepoteza wanaume wake 7 waliokuwa wametangulia, kwani pepo alikuwa wakiwaua wanaume hao mara baada ya kufunga nao ndoa. Rafaeli alimfundisha Tobia kutumia moyo na ini wa samaki yule ili kufukuza pepo wabaya walikuwa wakimsumbua Sara. Tobia alifanya hivyo na hatimaye Sara alifunguliwa na kuponywa kabisa. Hatimaye Tobia alirejea nyumbani na mke wake mpya Sara. Alipofika, alitumia nyongo ya samaki yule kama alivyoelekezwa na malaika Rafaeli. Na baba yake Tobiti, ambaye alikuwa kipofu kwa muda mrefu, aliponywa na macho yake yakafunguka na akaweza kumuona mwanawe tena. Rafaeli ni zaidi ya malaika wa simulizi moja tu. Katika imani ya Kikatoliki, anaheshimiwa tarehe 24 Oktoba na pia tarehe 29 pamoja na malaika wakuu wengine Mikaeli na Gabrieli. Wanasherehekea kuwa ni malaika wakuu. Pia vile kwa upande wa dini ya Kiislamu, anajulikana kwa jina lingine Israfil, ambaye ni malaika wa 4 kwa ukubwa, na anaaminiwa kuwa yeye ndiye anashikilia tarumbeta akisubiri amri ya Mungu ya kuamuru siku ya mwisho au siku ya hukumu kuwa imefika. Na hapo, ndugu msikilizaji, tumefika mwisho wa simulizi yetu hii ya kusisimua kuhusu malaika mkuu Rafaeli. Je, ulikuwa unajua haya yote? Na kama una maoni na maswali, tuandikie hapo chini, na kama bado hujafanya hivyo, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya Stenic Production na kuwasha notification bell on ili usipitwe na simulizi nyingine kama hii. Kwa sasa nakutakia amani na baraka tele. Tukutane tena hadi wakati mwingine. Stenic Production, mahali pa simulizi za pekee.